Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumenyamaza mbele yako tukishukuru jina lako, mfalme wa amani, kwa fadhili zako ambao umetia katikati yetu, Mungu wa Israeli. Hakika ni upendo gani, mfalme wa Israeli, ukatukusanyisha mahali hapa. Kuna itanisho na jina lako tukaweze kusikia mausi yako, mfalme wa amani. Mungu, ninatubu kila aina yote ya dhambi, mfalme wa Israeli, sifanye, mfalme wa amani, wakati mtumishi wako anaposimama na kwa ajili ya Shetani amepanga, tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakataa kila mipango yote ya usingizi, Mungu, mipango ambayo ni mbaya kutoka kuzimu. Natangaza hii hali, mfalme wa Israeli, mahali watu wako wamekaa kwa kila kitu. Tazama Yesu Kristo, mfalme wa Israeli, mawazo kutoka kwako kwa juu ya kila mmoja, mfalme. Mungu, nakabidhi pesa mkononi mwako, Mungu wa Israeli. Wa Israeli wacha akashushwa leo katika maisha yake, mfalme wa amani. Mungu, hakika kuna jambo la kukushukuru kwa ajili ya hilo umemweka katika huduma. Mungu wa Israeli, kama ni kuna jambo la kusema katika jina lako, jina la Yesu Kristo, ili muongoze wakati kama unataka kusikia kutoka na Mungu amtumie Mungu akaweze kufikisha ujumbe wako, Mungu wa Israeli, wakati wanapopokea neno, wacha neno likaweze kuongezeka katika maisha yao na likapande mambo katika maisha. Mungu wa Israeli pamoja naye, mfalme wa Israeli, wakati sasa naenda kumaliza akiwa pamoja nawe, siku asikose kurudia, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante Deacon. Tutaweza kaa. Bwana asifiwe. Kampeni tungepiga sauti kubwa. Kama tungekuwa kurukisha mtoto tungepiga sauti kubwa, lakini kwa sababu tuko katika nyumba ya Bwana, zaidi tufanye kubwa kuliko hiyo. Bwana asifiwe. Yes. Tupige sauti kwa sababu yeye ni mwema. Asante kwa sababu ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Jisikie kuwa huru, uko mahali. Niko na muda mchache wa kuweza kunena na wewe na Bwana wetu Yesu Kristo, na nakaribisha walio katika mtandao. I welcome all those who are joining us through online. The sermon of the day is being brought to you by Reverend Julius Onami Oyaro from Thika Bible Baptist Church. Na walio katika ukumbi huu, jisikie kuwa nyumbani ili tuweze kulisikiza na Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka nisungumuse jambo ambalo hata wewe umejipata ndani, na hata siku moja katika maisha haya umewahi kujiuliza maswali. So leo nataka nisungumuse kuhusu maswali kuhusu maisha haya. Life's question. Kuwa wokovu, kujiuliza maswali. Wakati uko katika wokovu umejiuliza maswali. Maswali hayo yameulizwa katika vizazi vingi. Adamu aliuliza ama alijiuliza maswali. Mungu, nilipokuwa peke yangu kabla ya huyu mke, si katika hali ya kuhangaika na kutafuta chakula tumbo? Akawa na swali. Wakati wa aliweza kuwa na swali. Umeahidi utanibariki, kizazi changu kikue mingi kama mchanga wa baharini, kama za mbinguni. Hiyo kizazi iko wapi? Niko miaka 100 mtoto. Anapoangalia mke wake Sara, anapata ya kwamba miaka ndio hiyo imeenda, akawa na maswali. Isaka mengi, Yakobo akawa na maswali mengi, mpaka Yohana Mbatizaji mengi anasema, mimi nimekuja tu kuandaa njia, lakini anayekuja nyuma yangu ni mkubwa, na tena inawezekanaje nimbatize? Akakataa. Ilibidi Yesu amuongereze, amwambie kubali. Baada ya Yesu Kristo kufa na kuondoka na kwenda mbinguni, mitume wakajiuliza, wakasema, mwalimu ameenda, tegemea aliyekuwa msaada,
tuliyekuwa tukifuata ameondoka, tutakaaje? Wakakumbuka vile alilisha watu 500 kule nyikani, watu 5,000 kule nyikani. Wakakumbuka vile alituliza dhoruba. Wakawa na maswali wengine, ikikucha nani atatusaidia? Tukiwa hatuna chakula nani atatulisha? Na hata wewe leo hii kuna maswali wa Kristo tunajiuliza. Mbona nilianza biashara kubwa? Unapata ya kwamba ulianza biashara kubwa, ulikuwa unauza mafuta ya lita 20. Ikaendelea kapungua, ukaanza kuuza mafuta ya lita 10. Ikarudi, unaanza kuitisha lita 5. Ikaenda mpaka sasa unauza ya jirani. Mtu anakuja kwa duka lako, uko na mafuta, unasema hapana, nimemaliza, nunua hapo kwa jirani. Ukajiuliza maswali kabla hujakuwa katika ndoa, lini nitakuwa katika ndoa? Ukaingia hiyo unajiuliza, afadhali singeingia katika ndoa. Ukamulia Mungu akupe mtoto, Mungu akakubariki na mtoto. Ukajiuliza maswali, mbona Mungu hajanipa mtoto? Na pasa sasa kukupea mtoto uko bado na maswali. Katika maisha haya ya Mkristo, my brother, my sister, ninataka niweze kukusaidia kuhusu maswali 2, maswali 3 unastahili kujiuliza katika maisha haya, ili uweze kuridhika na uweze kutoshereka. Kwa sababu watu tumeishi kama hatuelewi. Watu wa Mungu hatujui, hatuelewi tulitoka wapi. Hiyo ndio swali la kwanza ninataka uweze kujiuliza. Where did I come from? Yani swali hilo unastahili kujiuliza. Mimi jinsi vile hivyo, na urefu wangu, na ufupi wangu, na uembamba wangu, na unono wangu, na kisomo yangu, na nguvu zangu, na mali yangu, vitu vyote zile ulivyo nao zinakuzunguka. Unastahili ujiulize, ulitoka wapi? Baada ya kujua ulitoka wapi, utaweza kujua mapenzi ya Mungu, utaweza kujua ni jinsi gani ya kuishi. I don't understand as to why people don't love God. I don't understand as to why people don't love the work of God. I don't understand as to why people don't glorify God. I don't understand as to why people don't want to fellowship with other Christians. Where did I come from? Ulitoka wapi ufike mahali sasa unajigamba, unajiinua? Kujileta hapa duniani. Kuna mmoja aliyeshughulika akakuleta hapa duniani. Na ukijua na ukifahamu wapi ulitoka na ndio ukuje hapa duniani, utakaa hii dunia na heshima. Ukijua ya kwamba kuna mmoja kabla hujajielewa, kabla hujajifahamu, alizikushughulikia. Bwana asifiwe. Where did I come from? Kama utaweza jibu hilo swali, ulitoka wapi, ndio sasa uitwe soso, ndio uite bwana wa mtu, ndio uite mtoto wa mtu, ndio uitwe mchungaji kama mimi. Tusipojua tulitoka wapi, tunafanya kazi ya bure. Tusipojua tulitoka wapi, tuakimbiza upepo. Mtoto wa Mungu, haijalishi jinsi vile ulivyo na afya nzuri, haijalishi vile uko na nguvu, haijalishi vile umeweza kupambana hapa duniani, haijalishi vile ulivyo na hekima, haijalishi vile unaitwa mchungaji kama mimi. Kama sijui niliweza kutoka wapi, where did I come from? I'm just chasing the wind. Or is it vanity? Pule vijana wapi kaanza kudharau wazazi, kabla hujakataa yale maagizo wanaambiwa na wakubwa wako. Tulia hapo, tuligonga umbi, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hatukulala pale, tulijipanguza tukaendelea. Bwana asifiwe. Dharau wale wengine, hata wao ni Mungu aliwaleta hapa duniani. Hata wale ambao tunaona sio wa maana katika maisha haya, kuna mmoja aliwaleta hapa duniani, hawakujitetea.
we must be able to accommodate. Ni wapi tulitoka? Mungu, tuliumbwa na Mungu. Mungu ni mmoja, sote warefu wafupi, matajiri, wasomi wasio wasomi, them weupe na weusi. Ni Mungu alituumba sisi sote. Hapo ni dharau, lazima uweze kujua ya kwamba ulitoka wapi. Mahali ulitoka na mimi ndio nilitoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawajaokoka. Mahali tulitoka, mahali walitoka. Ni vile sisi tulifika hapa katikati, tukaundua, tukatambua, tukasema Yesu tuokoe. We did not create ourselves. Hakuna haja ya kulingia mwenzako kwa sababu asifu ni yeye. Usidharau mwenzako asifu ni yeye alijiumba. Kila hivyo vichwa vyetu havifanani, macho yetu hayafanani, miguu yetu haifanani. Alituumba. Kwa hiyo badala ya kunidharau, ukinidharau, ukinichukia, uelewe mahali ulitoka. If you despise me, you don't know where you came from. Sisi sote tumetoka kwa Mungu mmoja. Because of people not knowing where they came from, they are now behaving as themselves. Nilipokuwa kijitoto nisipojua kunena, hata kukura, hata kujigeuza, kuna mmoja alinishughulikia kwa ukuu wake, kwa nguvu zake na sayansi zake mwanadamu hawezi elewa. Akanifinya, akaniumba, akanileta katika dunia. Kwa kutojua watu wa Mungu tumetoka wapi, people are behaving like sheep without a shepherd. Sijui kama msaiona kondoo wasiokuwa na mchungaji. Utawapata katikati ya barabara wamelala. Utapata wanaelekea timba wako. Utapata hawa kondoo hawajui watoka wapi waende wapi. Wako pale tu. Na hivi ndivyo watu wa Mungu wamekaa. Wamefika hapa duniani. Have inherited their parents' property. Wameweza kufanikiwa na kazi nzuri. Wamefanikiwa na kanisa nzuri kama hii. Sasa wamekaa tu, hawana mwelekeo. Let me tell you where you came from. Nataka nitumie neno la Mungu kukuonyesha wewe ulitoka wapi. Kama utajua mahali ulitoka, itakusaidia kuweza kuaccommodate, kujua, kuona, kupanga na kujua ni nini Bwana anataka uweze. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Mwanadamu alitoka wapi? Wewe mama ulitoka wapi? Wewe kijana ulitoka wapi? Wewe mzee ulitoka wapi? Na ukijua mahali ulitoka itakusaidia kutohangaikia maisha haya, kutokuwa na masuala katika maisha haya, ni kwa sababu umejua mahali umetoka. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Mungu akasema, na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Ninaona ushirikiano mzuri kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wanasema na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Wewe mtu wa Mungu, wewe mtoto wa Mungu, ni Mungu aliyekufanya kwa ushirikiano mkubwa. Mungu mmoja katika utatu walikubaliana uwe jinsi vile ulivyo. Bwana asifiwe. Kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Where did I come from? I'm a product of my living God. I was created by God. I was created in God's image. Wachana kuwa na maswali mengi kuhusu maisha haya jinsi vile yalivyo. Usiraani weather,
Usirani mazingira, usirani wazazi, usirani majirani. Jua ya kwamba Mungu alikuumba, Mungu alikutengeneza, Mungu alikufanya kwa mfano wake. Jinsi vile hiyo imegharimu Mungu. Jinsi vile huko ni nguvu ni wa Mungu, mapenzi ya Mungu. Simama imara. Mimi Mungu ninajua mahali nilitoka, ninajua mahali ndugu ametoka, mahali dada ametoka, mahali kiongozi huyu ametoka, mahali umetoka. Kwa hivyo kuna haja ya kuweza kumheshimu, kumkubali, kumbeba jinsi vile alivyo, ili upokee sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Ndamaliza. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. There is none who is inferior. Kitabu ya Zaburi, Psalms 100 and verse 3. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyeumba na sisi tu watu wake. It is good to know where you came from. Where did I come from? Ulitoka wapi mtoto wa Mungu? Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyewaumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Mpango wa Mungu kutoka mwanzo, Mungu hata kufikia saizi hataki mtu hata mmoja apotee. Anataka sisi sote, kwa sababu ametuumba kwa mfano wake, tukue katika sisi moja, tukue katika kikundi kimoja, tukue katika mwelekeo mmoja. Lakini kwa sababu ya free will, mwanadamu amepewa nafasi ya kuchagua mema na mabaya. Wale ambao wamechagua kuokoka hawaitwi tena watu wa Mungu, wamequalify kuitwa watoto wa Mungu kwa sababu wamepata urithi katika ufalme wa mbinguni. Lakini wote watu ni wa Mungu. Tofauti kati ya wewe umeokoka na yule hajaokoka ni hiyo, ya kwamba wewe kwa kukubali Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yake, wewe umeitwa mwana wa Mungu, wewe umeitwa mtoto wa Mungu, na yule ambaye hajaokoka ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtoto ndiye anarithi. Kwa hivyo ni vyema kujua ya kwamba Mungu ndiye aliyetuumba na sisi tu. Usijisumbue sana. Nilitoka wapi? Niko hapa kwa nini? Ninaenda wapi? Mungu amekupangia, amekuelekeza. Ako na mpango mzuri na maisha yako. Kitabu ya Ayubu, let us go to the book of Job chapter 10, 8 to 9. Mikono yako umeniumba na kunifinyanga, nawe utageuka na kuniangamiza. Mikono yako umeniumba na kunifinyanga. Jinsi vile nilivyo na ufupi wangu ni Mungu amenifinyanga. Jinsi vile nilivyo na urefu wangu ni Mungu amenifinyanga. Ayubu anauliza, nawe utageuka na kuniangamiza? Mstari wa 9, kumbuka na kusii ulivyo nifinyanga kama vile udongo, nawe je, utanirudisha ufumbini tena? Maisha ya mwanadamu vile mahali ako, mahali alitoka, imegharimu mkono wa Mungu, imegharimu nguvu za Mungu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, unapokuwa katika maisha haya, utajiuliza maswali mengi. Kwa nini nilianza biashara? Nilikuwa na biashara kubwa, biashara ikaanguka. Nilianza biashara ya mayai moto ikaanguka. Kwa nini nilianza biashara ya njugu karanga ikaanguka? Kwa nini nilienda masomo sikufaulu? Kwa nini siko katika familia yangu? Kwa nini sikufanya 1, 2, 3? Hayo yote haziwezi kusumbua. Wacha ujue na ufahamu ya kwamba jambo nilitoka wapi, na kama mahali nilitoka nimebarikiwa. Mungu ako na mpango gani katika maisha yangu? Bwana, maana ya maswali tumejiuliza.
tutatoa sabuni wapi? Tutatoa chakula, tutatoa nyumba wapi? Tutatoa vitu vingi wapi? Lakini hatujawahi kujiuliza tulitoka wapi? Tulitoka wapi? Tukijua mahali tulitoka, tusimamishe alituumba katika maisha yetu na mbele yetu. Tuko kama Bwana, tuko nyuma yako. Na unajua ile kitu kimefanya wanadamu ameghairi, ile kitu kimefanya wanadamu hawataki kumsikiza Mungu ni kwa sababu hawajui ya kwamba yeye ndiye aliwaumba. Utamshikilia sana, utashandamana na yeye, utampenda zaidi ukijua ya kwamba hukujileta hapa duniani. Kitabu ya Mhubiri, Ecclesiastes, kitabu ya Mhubiri mlango wa 12 na mstari wake wa kwanza. Mkumbuke muumba wako siku za ujana ukujiumba. Remember the Creator during your youth. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Katika maisha haya jambo unastahili kujiuliza, ninamkumbuka aliyeniumba ninapokuwa na nguvu, ninapokuwa na afya nzuri, ninapokuwa na meno yote, ninapokuwa na macho masafi, ninapokuwa na nguvu, kabla mifupa haijaanza kukurana, kabla mgongo hujakosa kubeba, kabla sijashindwa kukimbia, ninamkumbuka Mungu wangu. Na hapa ndio watu wengi tunasema, wacha kwanza nisome, wacha kwanza niolewe, wacha kwanza nioe, wacha kwanza nimalize kazi, nikiritaya nitakuja nyumbani ili niweze kukua katika kanisa. Nani alikwambia utaritaya? You know people are waiting for that. Wanasema unachua, wacha kwanza hao waendaende, wacha kwanza hao wasukume. Mimi nitakapofika, anatupea plani ya 2060. Nani alikwambia utafika? Biblia imesema ya kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Ukujiumba, you are obligated to remember your Creator. Unapokuwa kijana, unapokuwa nguvu zikiwa, unapokuwa na meno yote kwa mdomo. Bwana asifiwe. Where did I come from, my brother, my sister? Wajana kujiuliza maswali mengi, jua ya kwamba kuna muumba wako. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Biblia ndio inasema aje? Kabla hasijaacha siku zilizo mbaya. Sikujua nilikuwa na macho mazuri. Sikujua itafika wakati kusoma lazima nifae miwani. Sikujua ya kwamba ingefika mahali ninaambia mtu tushirikiane kubeba kamzigo kidogo. Sikujua ya kwamba nitakimbia nianze kuhema kama swara amekula mti mbaya. Sikufikiria ya kwamba kuna maneno mengine singeweza kufanya ninapokuwa katika hii miaka. Nilifikiria ya kwamba zile nguvu za kutimua, nguvu za kukimbia, sikuwa nakumbuka kuvaa sweta. Sione kama nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa na sweta katika box yangu ya nguo, isipokuwa ya shule. Na hata sikuwa naivaa, nilikuwa naweka hapo kwa shingo. Lakini sasa hata hakuna mtu ananiambia niweze kuivaa. Kwanza mimi ndio naitafuta ya kwanza, sweta iko wapi, koti iko wapi, jacket iko wapi. Kabla sijaacha siku zilizo mbaya, wala haijakamilika miaka utakaposema mimi sina furaha katika hii. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sina furaha katika hiyo. Mpendwa, fahamu na kujua kwamba ni Mungu alikuumba. Bwana asifiwe. Kama alikuumba, another question you need to ask yourself. Kama ni Mungu alikuumba, if God created you, if you are brought on this earth by God, another question you need to ask yourself, why am I here? Kama ni Mungu alikuleta sasa, umefika, uko Makongeni, uko Nyeri, uko Garissa, uko Amerika, uko Dubai, uko nchi zile unataja, uko Sudani. What are you supposed to ask? Ask yourself, why am I here? Je, tunajua kwa nini tuko hapa? Hatuko hapa kubishana. Hatuko hapa kupigana.
Hatuko hapa kukatana miguu. Hatuko hapa kudharauliana. Hatuko hapa kuona nani mkubwa nani sio mkubwa. Hatuko hapa kuangalia nani tajiri nani sio tajiri. Hatuko hapa kujua ni nani msomi ama sio msomi. Hatuko hapa kujua ni nani anafaa vizuri ni nani asio vizuri. Tuko hapa tukiwa na sababu ya Muumba wetu. Bwana asifiwe. You are on earth with a clear purpose. Ndugu Nyakundi, unapojipata Thika unastahili kujua why am I in Thika. Live about why you in Thika. Why am I in Kenya? Unastahili kujiuliza. Sometimes unastahili kutoka nje. Unaangalia hivi unajiuliza, nimebaki mimi na giza. Watu wako. Why am I here? Sometimes I do that. Waachana sasa ili wakati unaangalia watu hivi. Usiku peke yako unaangalia unajiuliza kwa nini niko hapa. Kumbuka watu uliokuwa unajua wamekufa. Kumbuka watu uliokuwa unajua sasa ujui mahali wako. Mliosoma nao primary, mliokuwa mkifanya kazi nao, mlikuwa mkifanya biashara nao. Kwa nini wewe umebaki? Haujabaki hapa kuturingia. Sijabaki hapa kuweza kuonyesha ni yapi yale najua. Siko hai siku ya leo ni kwa sababu ya mapenzi yangu. Hapana. The purpose for me to be alive on earth or to be where I am, it is by the will of my Creator. Niko jinsi nilivyo, niko mahali nilivyo, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu wangu aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu ya Mhubiri mlango wa 12 na mstari wa 10. Anasema maneno mazito na haya maneno nataka uweze kuyatilia manani. Mhubiri ni mtu amesifika sana Suleimani. Suleimani akawa na fedha nyingi, akawa na wake wengi, akawa na hekima. Hakuna mwanadamu Biblia inasema atakuwa nayo. Akaongoza, akafanya maneno makubwa. Nyumba ya hekalu ambayo baba yake hakujenga, ni yeye alikuja kuijenga. Jamaa akawa tajiri, jamaa akaheshimiwa, jamaa akasifika. Vile vitu Suleimani alizozifanya hakuna mwanadamu ataweza fanya. Mungu alimuweka juu. Hakufanya kama Mungu, lakini zile vitu alifanya. Maneno mabaya na maneno mazuri hakuna mwanadamu ataweza kuyafanya. Lakini ilipofika mlango wa 12 mstari wa 13 akasema haya. Hii ndiyo chumura ya maneno. Hii ndiyo chumura ya maneno. Kwa Kiingereza nasema aje? Nani kuna Kiingereza nisomee? Hii ndiyo chumura ya maneno. You know, chumura inamaanisha kwa yote yale ambayo nimehangaikia, kwa yote yale ambayo nimekimbizana nayo, kwa yote yale ambayo nimetafuta. Chumura ni kumaanisha ya kwamba ameleta wanawake, ameleta pesa, ameleta uongozi, ameleta hekima, ameweka yote pamoja. Let us hear the conclusion of the whole matter. This is the conclusion. Why you are on earth, why you are where you are. Mche Mungu, nawe usishike amri zake, maana kwa chumura ndiyo imupasayo mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yes. Katika maisha haya tumejiuliza maswali mengi sana. Kwa nini nalala njaa? Kwa nini mimi ni mgonjwa? Kwa nini naona fulani hanipendi? Kwa nini sina fedha? Kwa nini watoto wamegeuka? Kwa nini mume wangu ananichapa? Kwa nini mume wangu amenitoroka? Kwa nini yale yote yametendeka? Kwa nini pastor hanipendi? Hiyo yote waachana nayo. Yeye ni mwanadamu kama wewe. Aliumbwa, hajachua mapenzi ya Mungu, hajachua the conclusion of the Holy Mother katika maisha haya mpendwa. Why are you on earth? Why am I where I am? Mche Mungu,
Jambo la kwanza ni kumcha Mungu. Unapomcha Mungu, unashikamana, unafanya, unatenda, unaandamana, unamtumainia, unamkimbilia, unamtasamia, unamuinua, unamtukuza. Hakuna mwingine unastahili kuona zaidi ya yeye. Hiyo ndio kumcha Mungu. Lakini tumefika mahali tumeondoa Mungu, tumesimamisha kazi zetu, tumesimamisha wachungaji wetu, tumesimamisha watoto wetu, tumesimamisha wake zetu. Unaacha nikuambie, my brother, my sister, you are here on earth for God's purpose. And God's purpose ni wewe uweze kumcha yeye aliyekuumba. Unapomcha Mungu, when you fear God, ni wakati uwezi linganisha yeye na kitu, uwezi fananisha yeye na mtu, uwezi inua kitu juu ya yeye. Hata kama hali ni mbaya, hata kama hali ni nzuri, wacha Mungu akae mahali pake, mahali pazuri, kwa kwamba kwa uwezo wake alikufinya, akakuumba kwa mfano wake, akakuleta hapa duniani. Jambo la pili, kwa nini uko hapa duniani? Usishike amri zake. Unapomcha Mungu, unatembea pamoja naye. Usikae kama Judas aliyetembea na Yesu, kumbe ni msaliti. Lakini anasema, sikiza mwanangu, uniweze kunicha mimi, umche Mungu na usishike amri zake. Ni kuangalia ni nini Bwana ameniambia katika neno lake takatifu. Ameniambia niweze kukua katika ushirika mahali watu wanaabudu. Amekuambia uheshimu baba yako na mama yako. Amekuambia maneno mengi yale Mungu amekuamuru. Zaidi ya amri 10 zile tunajua. Tunajua zile amri 10 vizuri sana. Lakini zaidi ya zile amri 10, kuna amri nyingi umeamrishwa katika neno lake, kisababu ya wewe kukua mahali uliko. Kabla Mungu haja kuondoa, alioa Abrahamu baba yetu wa imani, akaondoa Isaka, Meshaka na Abednego waishi tena. Atuone Isaka, atumuone Yakobo, hata mitume waliohudumu na Kristo aliweza kuondoa. Kwa hivyo na wewe kabla haja kuondoa, ni kazi yako ya kwamba you fear God, unamcha Mungu, vile vile unashika amri zake. Maana kwa jumla ndiyo imupasayo mtu. Kwa yote 9, kwa yote mwanadamu anastahili kushika amri za Mungu na kumcha Mungu aliyemuumba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yote yale tunafanya ni mazuri. Na ninapohakikisha watoto wangu wamesoma, ninapohakikisha ya kwamba mke wangu anakula vizuri, anavaa vizuri, mnapohakikisha ya kwamba ninaendelea kuwafundisha vizuri, lakini lazima niweze kujua kwa yote mimi kama mtu, mimi kama mwanadamu, ninastahili kumcha Mungu, ninastahili kushika amri zake. Unajua ni rahisi sana. Unaposhika amri za Mungu, unapomcha Mungu, hii mengine inakuwa rahisi. Kusumbuana na watu sio shida. Unaangalia Mungu umeniamuru namna gani kuishi na majirani, na wale watu wananiibia, na wale watu wananituzi. Usilipishe kisasi. Basi ninaendelea. Kitabu ya Ufunuo mlango wa 4 mstari wa 11. Kwa nini uko hapa duniani? Watu tumesivia wanasiasa, tumesivia watoto wetu wale wamefaulu, tumesivia wazazi wetu, tumesivia kanisa letu, tumesivia wachungaji wetu, tumeinua wale wanasiasa, tumeinua watu wale tunajua, tumeinua matajiri wetu hata kuliko Mungu. Your purpose here on earth, why you here? Kwa nini uko mahali huko? Uko hapa na lengo zuri ya kwamba yule ambaye aliweza kuumba huyu mtu unainua. Wacha tupe Mungu nafasi yake katika maisha yetu. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza.
Hebu jiulize, je, unapeanga Mungu utukufu katika maisha yako? Lengo lako kukua mahali huko, kule kazini, katika biashara, katika kanisa, katika familia. Watoto wako wakisimamishwa hapa waulizwe, tuonyeshe mtu mmoja unajua wa kanisa atufanyie kitu fulani. Watoto wako wataweza kuelekeza watu kwa wewe mzazi wake. Watoto wako watasema kuja tuende kwa huyu mtu. Watoto wako wataweza sema kuja tuende kwa dadi. Watoto wako watasema kuja tuende. Majirani watakapoulizwa, tunataka mtu kuombea kitu hiki, wataweza sema kuja tuende kwa huyu mtu jirani, tunamjua ni mtu wa Mungu. Watu watasema ya kwamba tuache tuende kwa huyu mtu ni kwa sababu wamekuona ya kwamba unapea Mungu utukufu, unapea Mungu heshima, na unamuinua na unamuweka katika position yake ile ambayo anastahili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. If we cannot glorify God, if we cannot give God the respect he deserves, the honor he deserves here on earth, we are missing the point. We don't know why we are here. Hatujui kwa nini tuko hapa. My brother, my sister, Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Mungu anatupenda. Mungu anatushughulikia. Jinsi vile watu wanajua huyu mtu ni mbaya, amekuja hapa, hastahili kukua hapa. Wacha na Mungu wetu ijulikane ya kwamba huyu Mungu wa huyu mtu anamheshimu, anampenda, na utamtenganisha na yeye. But tumefungua masikio yetu, tumefungua akili zetu, roho zetu, tumepea watu wale wameumbwa kama sisi. Don't follow me. I want to tell you this good morning or this good afternoon. Don't follow me. Follow God. Bwana asifiwe. I'm just a man. I can go astray. Lakini tumefuata watu kibovu tu. Watu kibovu tu. Unakaa na mke wako, unakaa na wazazi wako, unaelekeza watoto kwa dunia. Ulaaniwe. Mtu yote yule ambaye anapotoza watoto. Na wacha nikwambie, usisuie mtoto kwenda kanisani. Mahali Biblia inafundishwa katika haki na ukweli. Usitoe watu katika kanisa mahali Mungu anamnuliwa katika haki na ukweli. Tu sababu yetu ya kukua hapa dunia ni kupokeza Mungu utukufu na heshima na uweza. Amenilauza asubuhi ya leo. Baba, pokea sifa. Umenipea watoto wanaonitii. Baba, inuliwa. Umenipea uhai. Sifa na utukufu ni zako. Umenipea watoto walisikize neno lako, watoto wako. Jina lako linuliwe milele na milele. Wacha niendelee kusoma. Kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. We have every reason kuweza kumtukuza Mungu. Hizi veta zinatukimbiza. We spend good time tukikimbizana na hera kuliko mwenye hera. That's where we go astray. Hapo ndio mahali tunakosea. Tunakimbizana na hera. Angalia mimi. Tunakimbizana na hera. Tunakimbizana na hera. I want to demonstrate fully. Tunakimbizana na hera. Tunakimbizana, tunazunguka. Tumesahau mwenye hera. All is vanity. Utabaki kujiuliza maswali. Kwa nini biashara yangu imeanguka? Kwa nini familia yangu inipendi? Kwa nini mke wangu ananichapa? Kwa nini? Utajiuliza maswali mengi. Stop. Waachana na yote. Wacha kujiuliza maswali mengi. Jiulize kwa nini niko hapa duniani. Ujue ya kwamba uko hapa duniani ili uweze kumcha Mungu, uweze kushika amri zake, uweze kupokeza Mungu wetu utukufu wake na heshima yake na uwezo wake, yote itakufuata. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, ya kujua mahali umetoka na ni kwa nini uko hapa. Usikwame hapa. Jiulize unaenda wapi. Where am I? That's very important.
maana sana. Miaka ile nimefika, unajua mimi nawaambianga, najaribu kujinyoosha hivi. Najaribu kurudisha mahali nimetoka, naona mahali nimetoka ni mbali. Bwana asifiwe. Mahali naenda ni karibu. Where am I going? Badala ya kujiuliza hii maswali mengi, jiulize ninaenda wapi? Sasa hii unajua ukitoka hapa mahali unaenda. Kuna mtu atapitia kwa soko, kuna mtu ataenda kwa hospitali, kuna mtu anasema anaenda nyumbani, kuna mtu anasema mimi nakimbia chama. Kuna maneno mengi. You know where you are going from here. Lakini katika maisha yako na Mungu, unajua ni wapi unaenda. Katika maisha yako ya Ukristo, unajua ni wapi unaenda. Wacha sasa na maisha haya. Hii ya hapa duniani. Katika safari hii ya kiroho, when we come to church, we don't come to advise people on business matters. We don't advise people on political issues. We come to church to advise people on the word. Now the question arises, where am I going? Kutoka hapa, ninaenda wapi? People are without knowing where they are going. Umeamuka Monday, umeenda kazi, umerudi, Sunday imefika, mimi Julius nimekuja hapa, nimewahubiria neno la Bwana wetu aliye juu mbinguni, lakini tukikutana hapo nje niulize, leo hii unaenda wapi? Katika hii safari ya I know where I'm going. I know where I'm going. Je, wewe unajua ni wapi unaenda? Kama watu wangejua ya kwamba baada ya maisha haya kuna sehemu mwanadamu ataenda, wangekuwa wamekata kauli. Lakini kuna wengine pale ukiwaambia kuna mbinguni hawajui, kuna jehanamu hawajui. Sasa wako hapo hivyo. Hata mseme anasema kwamba njia mbili zilimshinda fisi. You must draw. People are on earth without knowing where they are going. They are behaving worse than wild animals. Watu wanakaa vibaya hata kuliko mnyama wa mwituni. Mnyama wa mwituni anajua hii ni wakati wa kutemuka, niende nikunywe maji. Hii ni wakati wa kupanda kama ndovu na masikio yake na mwili yake, ni wakati nitaenda kukula majani. Hii ni wakati sasa ninastahili kuwa hii sehemu nivuke mwingine kwa sababu mazingira ni mazuri. Hapa watu tu wanakaa. Ukiuliza mtu hata ajui mlango ya kanisa, hata ajui kitabu moja ya Biblia. Ukimwambia nifungulie kitabu ya Meli chapter 5 verse 3, na ameshika Biblia, ataanza kufungua Meli chapter 5 verse 3, ataanza kufungua na ako serious, anaenda kanisani. Huyo mtu ajui mahali anaenda. Bwana asifiwe. Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. The book of John chapter 3 verse 16 to 18. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kumtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hahukumu ulimwengu, bali ulimwengu hiokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. The road is clear. The word of God is clear. Ya kwamba njia ni mbili. Kuna mmoja yule amehukumiwa, kuna mmoja ambaye hajahukumiwa. Yule ambaye hajahukumiwa anaenda mbinguni. Yule ambaye amehukumiwa anaenda jehanamu. Asubuhi ya leo, my brother, my sister, unajua ni wapi unaenda? Asante kwa sababu ya kujua ya kwamba ni Mungu alikuumba. Asante kwa sababu umejua baba dunia kutekeleza mapenzi ya Mungu wako aishie juu mbinguni. Umuche yeye, ushikamane na amri zake, upe yeye utukufu, uweze kulinua jina lake. Je, ni wapi unaenda?
Yesu Kristo akakuja hapa duniani ili atuokoe. Na wale ambao walimwamini wanaelekea mbinguni, wale ambao waamini wanaelekea jehanamu. Ni uchungu kwa mwanadamu yule ambaye anaelekea jehanamu. Ni uchungu kwa mwanadamu yule ambaye amepotea. Ninapokuwa kama mtumishi wenu, ninapokuwa kama mtoto wa Mungu ninaohudumu katika madhabahu haya, kama kuna jambo ambalo linanifanya ninatoa machozi, ni wakati ninakumbuka na naomba Mungu anisaidie kwamba nitakapofika mbinguni nisikose mke wangu, nitakapofika mbinguni nisikose watoto wangu, nitakapofika nikose watu tulio pamoja nao, watu walioteseka. Nitakapofika mbinguni mimi, muda nilioteseka, muda niliohubiri, muda niliofundisha katika madhabahu haya na ushirika wa kibaptisti Makongeni, ninapokuwa nikiangalia niwaone. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi hapa duniani sio kwetu. Tunajua ni wapi tunaenda. Watoto wa Mungu, kitabu ya Zaburi mlango wa 23. Let us go to the book of Psalms 23 verse 1, then we'll skip to verse 6. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mchungaji ni yule anakaa karibu na wale vitu anachunga. Ninaitwa mchungaji wa kibaptisti katika Makongeni ni kwa sababu ninakaa karibu na wewe na nyinyi. Sijaitwa mchungaji wa kule Rodwa, wa kule Siaya, wa kule Garissa, wa kule Nairobi, ni kwa sababu sikai karibu na wale watu na wachunga. Na sasa Zaburi mlango wa Daudi anasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na. Mstari wa 6, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nyumbani mwa Bwana milele. Sisi tunaenda kukaa nyumbani mwa Mungu wetu milele. Mungu akae mchungaji wetu, Mungu akae mtii wetu, Mungu akae kiongozi wetu, akuwe mtetezi wetu katika haya na maisha yajayo, ni kwa sababu tunajua ni wapi tunaenda. Bwana asifiwe. Naongea na wachungaji wengine na nilipokuwa nikiwa address meeting as their chairman, nikawaambia hivi, we need unity, love and support. We need to support one. Why? Mbingu sitaji wewe. Ndugu Nyaliki, tukifika mbingu don't need you. Lakini hapa duniani nakuhitaji. Hapa duniani yangu kama mchungaji, mbinguni unihitaji. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunajua ya kwamba kuna mahali tunaenda, Mungu ndiye mchungaji kitu. Tunahitaji atupea, tutakuwa tumetoshereka, mavazi yasiyonyauka, hakuna njaa, hakutakuwa na maradhi, hakutakuwa na kuchukiana milele na milele. Chua ni wapi unaenda katika maisha haya? Chua ni wapi unaenda katika maisha haya? Tunahitaji mazuri, tunahitaji nyumba nzuri, tunahitaji nguo, tunahitaji masomo. Hizo vitu vyote ni vizuri, lakini lazima tujue tunaenda wapi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu ya Wakorintho, the 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Je, unajua? Wacha nisome. Kwa maana tuachua ya kwamba nyumba ya yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa. Unaona hii nyumba hii ikiharibiwa. Sio ona iharibu, kuna mmoja kuja iharibu bila wewe kupenda. Ikiharibiwa, tunalo jengo litokaro kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Ninajua hapa duniani mimi ni ninajua hapa duniani niko na muda mchache. Ninajua hii hema nimeona vile imeanza kuharibika. Hii hema ilikuwa na meno yote, meno imepungua.
Nilikuwa na masikio ya kusikia, ilikuwa nakula kila kitu. Sasa nimeanza kuchagua. Sitaji sukari, sitaji mafuta. Hema imefika imebadilika, sio ya black tena, imekuwa ya white. Hema imefika masi kimbia. Lakini jambo nipea tumaini ya kwamba ninajua wakati moja kuna nyumba isiyofanywa na mikono ya mwanadamu, ni imefanywa na mikono ya Mungu, itakaa na milele, tena sio hapa dunia, mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuhusu maisha haya, kuhusu vile maneno yako yasikusumbue. Jiulize, nilitoka wapi, niko hapa kwa nini, na ninaenda wapi? Ukijua hayo maneno matatu, wewe ni mshindi, wewe ni shujaa, wewe hautateseka kamwe. Bwana asifiwe. Na watu hawajapokea Yesu Kristo. Wewe umejua naenda mbinguni. Na mbinguni nyembamba ni wachache wataingia. Na wala hawataingia katika hiyo njia. Wataenda wapi? Wataenda jehanamu. Wataingia katika moto. Kwa hivyo unapokuwa katika maisha hayo, usijidanganye ya kwamba umefika. Ya kwamba uko sawa. Uongo. Uko sawa kwa sababu mwenyewe haja kuja. Aliyekuumba wakati atakuja njia, atakwambia weka mkono wa kushoto, na atatoa hukumu hiyo itakapotolewa, utaenda wapi? Tumeona wale walio na bahati ni wale watakaa katika mkono wa kuume, wataingia mbinguni. Wale watakaa katika mkono wa kushoto watatupa katika ziwa la moto. I always say this with all respect, understand. Jehanamu na mbinguni sinafanana kwa kitu moja tu. We have only one similarities between heaven and hell, ya kwamba zote zitadumu milele na milele. Bwana asifiwe. Ukiingia pale ni milele, ukiingia hapa ni milele. Heri wewe yule ambaye umekata kauli ya kuingia mbinguni. Revelation 20 verse 15, niko karibu na Bwana aliye juu mbinguni. 5 minutes kwa nimemaliza, na Bwana atawabariki sana. Revelation chapter 20 verse 15. Na iwapo mtu yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Nitarudia. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Ni wakati gani mtu anaandikwa katika kitabu cha uzima? Ni wakati umempokea Yesu Kristo. Ni wakati umekiri Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yako. Umeamini moyoni mwako ya kwamba Yesu Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka, ako juu mbinguni anakuandalia makao. Wakati unamwamini moyoni, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima. Na sasa yule ambaye hakupata jina lake katika kitabu cha uzima, watatupwa katika ziwa la moto. Kwa hivyo ni wakati wako, kama hujaokoka, kuamua unaenda wapi. Heri yeye yule ambaye ameokoka, anaenda mbinguni na ataishi kule milele na milele. Matthew chapter 25, Matthew chapter 5 verse 41. Mathayo mlango wa 25 na 41. Watu wamewekwa vikundi viwili. Ndugu yangu na dada yangu, wakati huo utafika. Ikani ni kesho, ama ni leo saa 10, ama miaka 5 ijayo, ama ni kabla. Lakini watu wataweka neno la Mungu linasema kwa kisha awaambia yoko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekwa tayari, aliowekewa
tayari Ibilisi na malaika zake. Bwana asifiwe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunaliinua jina lako. Wewe ni mwema. Watoto wako wamekuwa na maswali katika maisha haya. Wamejiuliza kwa nini hawana fedha, wamejiuliza kwa nini wako wagonjwa, kwa nini hawana shamba, kwa nini hawana wazazi, kwa nini hawana watoto, kwa nini hawana vitu vya maisha haya. Lakini asubuhi ya leo tunaona Mungu wetu na Baba wetu, watu waliokututangulia walijiuliza hayo maswali, lakini asubuhi ya leo tumejiuliza maswali matatu ya muhimu. Swali la kwanza, tulitoka wapi? Asante kwa sababu ulituumba kwa mfano wako. Asante kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yako. Asante kwa sababu ulitufinyanga na sasa tuko jinsi vile tulivyo. Baba, pokea sifa na utukufu. Tumejiuliza swali la pili, tuko hapa kwa nini? Asante kwa sababu my father, my daddy, umetuonyesha wazi ya kwamba tuko katika maisha haya ili tuweze kushika amri zako, ili tuweze kukuja wewe uishie juu mbinguni, ili tuweze kupeana sifa na utukufu kwako. Mungu, tuko hapa duniani ili tuweze kukuheshimu na tuweze kukuweka mahali unaofaa. Saidia watoto wako wakubwa kwa wadogo ili waweze kukuheshimu, ili waweze kushika amri zako, ili waweze kukupenda, wakupende na moyo wao na akili zao na nguvu zao. Ni kwa sababu ni wewe uliwaumba. Asante kwa sababu tumejiuliza swali la tatu, tuko hapa duniani tukienda wapi? Tunajua ni wapi tunaenda. Ninaliinua jina lako kwa sababu ya zawadi ulitupea. Yesu Kristo mwana wako wa pekee akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na yoyote yule ambaye amemwamini ameokolewa, hata akona makao milele na milele kule juu mbinguni. Asante kwa sababu ya hao ameokoka, na hata asante kwa sababu ya huyu ameamua saa hii kwamba ataokoka. Mungu, saidia watu wako wapate nafasi kule mbinguni. Itakuwa furaha aje kama familia tutakapojikuta mbinguni milele na milele. Itakuwa furaha aje kama kanisa tutakapokuimbia tutakapokuwa kule juu mbinguni. Baba, itakuwa na furaha aje nitakapoona hao wazee mbinguni, nitakapoona hao mama mbinguni, hao watoto mbinguni, hao vijana na hata wale waliotutangulia, wazee wa imani, wa mama wa imani, vijana wa imani. Tuishi na wewe milele na milele. Tuokoe na giza, tuokoe na moto. Watu wako wasirushwe katika moto. Wacha wakubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. Tunapokuwa katika hali ya kuomba, sisi sote kwa tumefunga macho, tuwe watu wa kutii. Nataka uinue mkono useme, Pastor, mimi nataka niokoke. Ninataka leo nikate tikiti, nichue ya kwamba ninaenda mbinguni. Inua tu mkono wako juu. Tukiwa tumefunga macho, nitaomba na wewe na nitakusaidia. Asante. Kwa hiyo mkono weka chini. Kuna mwingine? Kuna mwingine? Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru, ninaliinua jina lako. Asante kwa sababu ya huo mkono ambao umeinuliwa juu. Ninaubarikisha mkononi mwako nikisema ya kwamba jinsi vile uliweza kutoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Huyu ndugu katika moyo wake ameinua mkono akitaka kukuja kwako, akitaka apate maisha ya milele mbinguni. Kwa hivyo naomba ya kwamba utamsaidia aweze kuamini moyoni mwake ya kwamba Yesu Kristo alikufa, akasikwa, akafufuka, ako juu mbinguni, anamwandalia makao. Asante kwa sababu ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya hao ambao wameokoka. Asante kwa sababu jina lake kutoka sasa na kuendelea limeandikwa katika kitabu cha milele. Umemuondoa katika kitabu cha kusimu, umemuondoa katika kitabu cha kupotea, amejikatia tikiti katika maisha ya milele. Msaidie aendelee kujifundisha neno lako. Asante kwa sababu ya sanyiko hili umenipea kuanenea, umenitumia kama chombo. Neno lako limewafundisha, limewaonya, limewarekebisha, limewatipisa. Asante kwa sababu unawajua. Tunapokuwa katika hali ya kuomba, nataka nimalizie. Tuko katika maisha haya. Sasa kuna maswali yale tunajiuliza.
Nitapona lini? Nitanunua shamba lini? Nitachenga lini? Lile swali unataka kuuliza, ama yale maswali umekuwa ukijiuliza, simama tuombe na wewe ya kwamba Mungu atakujibu. Mungu atakujibu. Lile swali umekuwa ukijiuliza, ni kawaida katika maisha haya. Tunataka tufae vizuri, tunataka tukule vizuri, lakini unajiuliza, nitafaulu mtihani? Nitapata kazi? Nitamfanyia Mungu kazi? Asante kwa sababu ya wale wamesimama. Wacha tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, hakuna jambo linalo kushinda. Lile swali huyu mpendwa amekuwa akijiuliza, kama ni la uponyaji mponye, kama ni la fedha mpe, kama ni la kufaulu mtihani mpe, kama ni kufaulu katika masomo yake msaidie, kama ni amani anataka mpe, kama ni kufanikiwa kwa njia yote ile ambayo inakupea utukufu. Baba, ni wewe ambao tumejiachilia kwako, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umeahidi kwamba utalijenga kanisa lako na wala milango ya kuzimu italishinda. Kanisa hili naiweka mikononi mwako. Asante kwa sababu ya kila familia na wakilishi hapa. Shughulikia hiyo familia jinsi vile kupendezavyo. Asante kwa sababu ya kila Mungu wetu na Baba wetu, kiongozi yule ambaye anaitanishwa na kanisa hili. Hawa watu wako wamejitolea kukufanyia kazi. Mungu washughulikie kwa sababu wewe ni mwema. Wamepanda mema katika kanisa lako, waje wafune mema katika maisha haya na hata katika maisha yajayo. Asante kwa sababu ya matoleo, asante kwa sababu ya maombi, asante kwa sababu ya mafundisho, asante kwa sababu ya mahubiri, asante kwa sababu ya uimbaji. Wewe ni Baba yetu. Tusaidie kuwa kielelezo njema, na kumbuka makanisa yote yale tunaitanishwa nao, nikiyaombea. Bariki wachungaji, bariki viongozi, bariki washirika. Asante kwa sababu ya missionary wetu, asante kwa sababu ya jamii yake, baba yake, ndugu zake na ndugu yake. Asante kwa sababu ya watoto wake na hata wajukuu na mke wake mpendwa. Wamefanya kazi kwa miaka mingi katika kanisa hili. Ninawaombea hekima na maarifa itokanako na kwako. Ninawaombea afya nzuri, wasikose kitu ya kukula na kukunywa wanapongojea kurudi kwako. Baba, kuna wapendwa ambao wako pamoja nasi, wako na shughuli za kijamii, ninawakumbuka. Wengine wameenda safari, ninawakumbuka. Wewe uliye mwema, wakumbuke. Kuna hata wengine hatujui mahali wako, walecheze katika kanisa lako, ili wiki ijayo tukuabudu pamoja, kwa sababu wewe ni mwema. Na tumeomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na tumeomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana abariki sana.
Bwana asifiwe.